السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله، كيف أنت شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. شكرا، بارك الله فيك. تفضل. جميعا. Naam, waheshimiwa wapendwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imami al-anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kila sifa kamilifu ni zake ya Allah tabaraka wa taala, Bwana na mlezi na muendesha maisha wa viumbe vyote, na rehma na amani zimwendee kiongozi wa mitume na manabii Muhammad, na kwa familia yake takatifu na masahaba wake wema na Waislamu wote wazuri wanaojitahidi kumwigiza kwa mwendo mwema hadi siku ya malipo. Baada ya hayo, karibuni tena, tukiwa tuko siku ya mwisho wa mwaka wa Gregory, siku isiyokuwa kweli, mwaka wa umepangwa kiuongo tu, lakini kwa kuwa uongo wa mwenye nguvu wakati mwingine unakuwa ukweli. Hatari. Na Waislamu walijitahidi kutia kalenda yao ya Hijiria. Masahaba radhiallahu anhum walijitahidi, lakini wafuasi wao, watoto na wajukuu, hadi leo tunakuwa tunaweka kalenda mbili, sijui mara unaweka Hijiria na Miladia, na ambapo huwezi kuweka ukweli na uongo pamoja. Lakini media, masomo, nguvu, tajiri mchukuliwa na manasara, japo watakuwa hawautimizi unasara wao, lakini wanakwenda nao, wanapambana nao. Juzi wamemaliza Krismasi, na ni uongo kabisa katika ensiklopedia zote zilizoandikwa na wao wenyewe. Tarehe 25 Disemba sio siku ya kuzaliwa kwake. Waliipanga taimu hiyo kiulaya kwa ajili ya biashara na shughuli zao na sherehe, kwa sababu wazungu wana matatizo ya upweke. Sasa wanakuwa wanajitahidi kutafuta sikukuu nyingi ili wapungukiwe na kazi idarani au viwandani, wawe na muda mwingi wa kukutana na watu, kuongea na watu, kunywa, kuimba, kucheka. Hivyo wanapenda sana. Kwa hiyo wamelazimisha uongo kuingia katika desturi zao, na uongo huo umetuambukiza na sisi, umetufuata, umetuambukia kabisa. Waislamu wengi, naweza nikasema 90% hawajui kutofautisha baina ya kalenda ya Kiislamu na kalenda ya Kigregori.
sio hata kalenda ya Kikristo. Hapana, imepangwa na mtu basi. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna siku 31, lakini ukihesabu manazilul qamar, zile manazil qamar, yani mwezi umeandama leo, tuufuatilie kesho utakuwa na upana wa kiasi gani, unakuwa vipi, kufika katikati 14, 15, 16 umejaa, kisha unaanza kupungua moja moja, mbili mbili, mpaka 28, 29 ndio mwisho. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha kwamba tutakapotaka kufunga siamu Ramadhani, yani akaonyesha vidole 10 mara 2, yani 20. Vidole 10 vya mara ya tatu akafunga kidole gumba, vikaonekana 29. Masahaba wanatuhadithia. Kwa hiyo mwezi kwa siku zake ni 29. Fa in ghumma alaikum, mkipatwa na matatizo ya kuona kwa jicho lenu, kwa macho yenu, kwa sababu pengine kuna ghaimu ni mawingu, basi faqduru lahu, ukamilisheni. Na wakati mwingine upokezi mwingine unasema faatimu Shaabana 30 yauma, timizeni siku 30 za Shaabani. Kwa hiyo leo na sisi tukiwa tulianza mwezi wa Januari mwaka huu, leo tunakamilisha miezi 12 ya Desemba. Kwa hiyo kabla ya kumaliza darsa, insha Allah, kila kaka na dada aliyeshiriki na sisi tutatoa nafasi ya dakika kama 10 hivi tupate maoni mbalimbali. Nyinyi ni washirika wetu kidarsa, na yale mlioyasikia na pengine mmechunguza mkaona, mtuambie, ustadhi, wewe na timu yako tunalaumu hivi na hivi na hivi, na tunasifu hivi na hivi na hivi. Ama mkiwa munaona katika yale mtakayolaumu kuna pointi, kuna hali muhimu ya kuweza kuboresha, kuzidisha, kutengeneza zaidi, mtufahamishe. Naam, hii ni haki yenu, sio sisi kukulazimisheni mtindo au mfumo. Nyinyi watu wakubwa, mmeshaona mengi, mnajua mengi. Hizi zilikuwa ni fikra kabla ya kuanza darsa lenyewe. Karibuni tena katika bustani yetu, ni ile ile mlango wa fadhila za kuipuuza dunia na kuipupia kuitumikia sana akhera. Aya za mwisho katika mlango wetu na bustani yetu hii zilikuwa ni surati At-Takathur. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah tabaraka wa taala katika sura hii anasema, bismillahir rahmanir rahim, alhaakumut takathur, mmeshughulishwa sana na kukusanya vingi vingi katika kila kitu, mnataka muwe na vingi vingi, mkiwa mnaweka katika mafriji na mafrizi yenu, mnajaza mpaka friji na shindwa kupumua, na mafrizi yanajaa, bado kwenye gala huko nalo limejaa mifuko ya michele, mambo mengi sana. Na vile vile kujaza akaunti ili namba iongezeke, inapanuka. Na jaza ardhi, majumba,
maduka, mashamba, mimea na mifugo kujaza. Alhakum takathuru, na tamko alha min allahwi. Allahu ni pale mtu anapenda mambo au habari fulani mpaka anapoteza akili. Yani Wafaransa wasema alafoli kabisa, yani mtu anakuwa majununi, hasikii, haoni, yeye anakimbizana na kukusanya tu. Wakati ule ule ana haki, kwa sababu mwanadamu kaumbwa dhaifu. Udhaifu wake unahusiana na yale anayoyaona yakiwa mazuri, anafurahia, anatamani awe nayo. Yale anayosikia sauti nzuri, mambo mazuri, habari nzuri, anatamani awe nazo. Akipata harufu nzuri, perfume namba 1, namba 1, sijui inaitwaje, mimi sijui, sio mwanachama wa perfume zile za wazungu. Mimi huchukua machupa yangu madogo madogo tu, yale ya uturi wa Kiarabu tu, na kule hata sijuage, miski tu ndo namba 1 ambayo imetajwa katika Qur'ani. Vyakula vitamu, vinywaji safi, ladha tofauti, utamu. Hivyo hivyo hali ya hewa, mwanadamu hapendi baridi, mwanadamu hapendi joto, anapenda hali ya wastani. Anaka chini ya mtu anapata kaupepo kadogo, pana upepo mwingi anakimbia. Ibnu Adama, naam, alhaakum, jamani, Allah anatukumbusha. Labda kuna wengine hawajui kama wao wanapenda sana ulimwengu na mambo yake na starehe zake. Basi anakumbusha pia, kwa kuwa sisi tuliumbwa wazee wa kusahau, watu wa kusahau. Mpaka Waarabu wanakuambia definition ya al-insan. Insan ni kiumbe wa kusahau. Ma summiya al-insanu illa bisahwi. Hakuitwa mwanadamu insani katika lugha ya Kiarabu ila ni kwamba ana sifa kubwa ya kusahau. Kusahau kuna aina mbili. Waweza kuwa mtu unasahau sana, mwisho unasahau mambo ya muhimu. Huko ni kusahau kubaya, labda ni maradhi, lile sanduku lile linalohifadhi habari zinazopita katika hisia zetu, pengine libovu. Nao ni moyo. Moyo ni kiungo kidogo sana, lakini kina kazi kubwa, kinahifadhi sana, ndicho kinachoamua. Al-insan vile vile, kuna mtu anajifanya hakumbuki, ndio ibada namna ya pili. Yani anajisahawisha mwenyewe, lakini reality, hakika ya uhai ya mambo yote anayaona mbele yake. Kwa hiyo hapa, ikiwa ni yule kaumwa ugonjwa wa moyo wa kusahau, na katika hali kama hii ndio ile Mtume sasa anasema hauna dhambi wewe ukisahau naturally, manake kiumbile tu, kwa kuwa huna kosa wakati ule na huna dhambi. Lakini mtu akiangalia vitu vingi kama leo, vijana wa leo, watu wa leo wanasikia, wanaona, wananusa, wanaonja, wanagusa vitu vingi mpaka vinakwenda kwenye ile mabakuli ya kuhifadhia habari. Mengine yanajaa, sijui mnanielewa. Hebu chukua bakuli 2, 3, 4, 5 uziweke mbele yako, 6. Zikiwa bado hazijajazwa,
zinakuwa tayari kupokea chochote kitakachoingizwa ndani yake, kitakachomiminwa mle ndani. Lakini bakuli iliyokwisha jaa maji, kinywaji chochote, tayari pale huwezi kuongeza chochote zaidi ya pale na kiwango kile. Kile kilichobaki katika lile bakuli ndicho kitakachokumbukwa. Sijui waheshimiwa mnanifuata vizuri? Hii ni falsafa ya kutaka tujue kwamba wakati mwingine usimlaumu mtu kusahau sana. Huenda amezidiwa, yani bakuli zile zinazohifadhia habari, informations, zinajaa haraka kwa sababu macho yanapelekea huko, masikio yanapelekea huko. Ndio maana hata wacha Mungu fulani walikuwa wakifika mahali pana kelele za watu, pana watu wengi, wanafunga masikio yao. Allah amesema inamisheni macho yenu. Maanake kuangalia kunachukua habari zile ulizoziona, mambo uliyoyaona yanakwenda kule kwenye lile bakuli la kuhifadhia. Sio kichwani humu ni waya tupu. Ubongo ni waya, kama vile uko na engine tu unachomeka tu. Mzee vipi? Unajua sisi tumekuja huku Ulaya kutafuta. Baada ya kutoka shuleni, mimi nilikataa kabisa kutoka shuleni Madina niende moja kwa moja Afrika. Nilikuwa naona kuna mambo mengi ya sitoyafahamu kutoka katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na hadithi za Mtume sallallahu na hekima zingine kwa jumla. Qur'ani imejaa mambo mengi yote tunayohitaji, lakini hatuwezi kuyachukua yote, ila hata machache ya kuweza kujua. Watu walikuwa wanajua kama kuhifadhi ni ubongo, kumbe si ubongo. Allah ameonyesha kwamba, na Mtume sasa kama asudur, moyo wako. Mpaka Mfaransa anasema je mémorise par cœur. Unasikia? Anasema ninahifadhi kwa moyo. Unaona? Ninahifadhi kwa moyo. Hakusema kwa kichwa. Labda upande wa Kiingereza mtatusaidia wanasemaje Waingereza. Kwa hiyo maana yake moyo ndio chombo kinachochukua habari katika maisha ya mwanadamu, nzuri na baya. Sasa lile bakuli au zile bakuli za habari zikiwa bado zina nafasi, ndio pale mtu unaangalia, unasikia, unaona, unaonja, unagusa, habari zinabaki katika mind ya katika katika hifadhi yako, unakumbuka vizuri sana. Hivi ndivyo unakuta watoto wadogo miaka 3, 4, 5 kupanda hawamo katika enzi hizi, zama hizi za uchafu mwingi wa uharibifu. Watoto wananishangaza, hawahifadhi, wakabaki na ile hifadhi. Nawaambia wanangu, miaka 5 mmeanza kusomeshwa alifu mpaka alhamdu na nini, kuna juzu ama mmelihifadhi vizuri na tabaraka na nini, alafu tena mnasahau tena. Vipi? Vyakula vibovu, vinywaji vibovu, mazingira ya barabarani mabovu, simu, matatizo, televisheni. Yani lazima vitu vingi vimekwenda vinajazana katika bakuli za watoto wa leo na watu wakubwa ndio hatusemi. Sasa alhaakum atakathur, munashughulishwa sana toka mmeanza kupata akili na kukusanya. Hata watoto wengine wanaona wachoyo wakiwa wanachangia na wenzao pale kwenye sinia, anakusanya haraka akiona vyakula vinataka kumalizika, kama ni wali, kama ni nini, ugali, anakata. Wengine wanachukua hata mnofu wa mboga anatia mkononi kushoto ili bakuli lisiwe tupu. Yani ni atakathuru, ni fitria, yani
ni nature na kwa mtu, kwa mwanadamu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala hatulaumu kwa kukusanya, bali Allah anatulaumu hata zurtumul maqabir, mnashtuka mmeshakuwa makaburini. Bas, the end of long journey, mwisho wa safari ya kukusanya kaburini. Allahu akbar. Na Allah ametupa tamko la kuzuru. Utadhani tunapokufa tunakwenda kuzuru, kumbe ndio ziara. Waweza kwenda ukarudi ukatoka kule ulikokwenda, lakini ukiingia kaburini umeingia akhera. Mamata ma qamat qiyamatuhu, anayekufa kiama chake kinaanza. Maswali na majibu kaburini, bado kisimamo cha maswali mengi, kitabu huku. Atakayepewa kulia, alhamdulillah, amepita. Atakayepewa kushoto au nyuma mgongo wake, Allah analaumu kuzaliwa, kuumbwa. Kwa hiyo hata zurtumul maqabir ndio mwisho wa safari. Na sote tunajua kwamba safari ya kuingia hapa ardhini iko na milango miwili, mlango mmoja wa kuingia na mlango wa pili ni kutoka. Sasa wewe ukiwa unaenda mahala, unajua utaingia saa fulani, utatoka saa fulani, utaenda kujishughulisha na mambo ya mle ndani mpaka ya kusawisha kule unakokwenda. Je, ni logic kabisa? Ni logic au labda sijui mtu anaambia mzee, wewe vipi umechanganyikiwa? Kupenda sana kuchekecha, kuchakachua ndio inampa mtu akili kubwa, fikra nyingi, uwezo, busara. Yani anakuwa mtu, ndio ile tadabbur ile Allah alisema ndani ya Qur'ani. Tunatulia, sio aya unakimbia kama vile labda umetupiwa matatizo. Aya ni wito, aya ni habari, aya ni ujumbe. Aya hizi na hadithi si habari za wanadamu kama wewe utaangalia mara moja utasoma baadaye. La. Ukikosea hapa unakosea duniani na akhera. Na hapa ndipo palipokuwa na habari, hata zurtumul maqabir. Mnajua makaburi ni nini? Kwa kuwa tutaendelea kufufuka huko mbele, ndio maana ni ziara tu kwa muda mfupi. Lakini miaka mingi ishapita, waliokufa milioni ya miaka ishapita huko nyuma, bado wangali katika ziara, wanasubiriwa akhera tu, vyovyote itakavyokuwa. Unajua makaburi katika lugha ya Kiarabu yako aina mbili, lugha ya Qur'an. Qabr ni pale wamemzika mtu, muda wake wa kuteketea amemalizika, mifupa imekwisha na kila kitu. Kisha siku ya kupigwa lile baragumu lile la kufufua wale waliokufa, pale sio kutoka tena kaburini. Kuna jina lingine Allah subhanahu wa ta'ala amelisema katika baadhi ya aya za Qur'an, hasa surati Yasin inayosomwa sana. Wapiga feleki wanapenda sana Yasini, wapenda dua nini. Naam, ni sura nzito, imetumiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa anatoka, wale vijana wakafunikwa, hawakujua hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka, wakabaki wanasubiri pale. Kumbe ishafika ghari huko Thaur, ishaondoka, ishafika pangoni. Zile aya za mwanzoni zile. Sasa katika aya moja miongoni mwa aya za Yasin kule, au bilatarajim, wanufikha fi suri, na malaika yule aliyepewa lile baragumu lile vuvuzela lile, atakaporuhusiwa kupuliza, fa idha hum minal ajdathi, sio minal quburi, ila rabbihim yansirun.
watatoka katika ajdathi, kwa maana walipoingizwa pale walikuwa na mwili wa aina ya kumalizika mle ndani, mwili ukamalizika ukateketea. Sasa watatoka na mwili wa aina nyingine utakaopambana na mazingira ya akhera. Ndipo pale Mtume SAW alifahamisha kwamba wakati wa kufufua watu, kabla hawajatoka mle ndani, kutanyesha mvua nyingi nzito kama uji. Uji maanake kama vile manii ya mwanamume, yani uzito. Kumbe ndani ya ule uji, ndani ya ile mvua, mna viungo special kwenda kumtengeneza kule ndani. Atatoka na mwili mkubwa, macho makali yatakayo stahamili nuru ya Allah tabaraka wa taala. Uzuri kwa wale wa peponi, mashallah, watafika wazuri. Hamna mtu kuangalia kiona mimi mbona vipi. Watu wazuri sana, kama umri wa miaka 40. Kwa mnasikia kaburi haitengenezi, kaburi halitengenezi, kaburi linakula. Kumbe mle ndani mnageuka kiwanda, watu wanatoka tu wanasambaa, wanakwenda uwanjani kwa Mola wao, wanawasubiri kwenye uwanja wa hisabu la rabbihim. Sasa huyu Rabbuna wetu wa siku ya Kiyama ndiye anatuambia, jamani waja wangu, alhaakumut takathur, vipi mnasahau kwamba ninakusubirini? Hata zurtumul maqabir, mnakusanya kila halali na haramu, vichache na vingi, usiku na mchana. Wengine wanauma mapresha kwa ajili ya kukusanya. Wengine, mzee mmoja aliniwahi kuniambia, tuko Madina au Maka mwaka wa 2008, tumekuwa kufanya hija pale, niko kiongozi wa msafara wa mahujaji au kiongozi wa Waislamu tu pale. Akasema, wallahi Sheikh, huwa mnatukataza riba, sisi vichwa vigumu, masikio magumu, lakini hakuna usumbufu mkubwa kama kufanya biashara na riba. Tembe, naam haji, umegundua nini? Mbona unalaumu nafsi yako baada ya miaka nenda miaka rudi? Ni mchoko wa kulipa, mchoko wa kukimbizana ili upate pesa za kulipa. Hukulipa kwa wakati, wanakunyang'anya, unalala na stress, yani mpaka tunaugua magonjwa mbalimbali. Kweli mwisho aliugua ule ugonjwa wa kukatika mishipa kichwani, sijui unaitwaje katika Kifaransa, ni nini? AVC, accident cardiovasculaire. Manake sijui kwa Kiingereza mnasemaje, yani ni ule ugonjwa mishipa midogo ile inapasuka kwa mawazo mengi, yani watu walali vizuri nini, alafu ikipasukia upande huu wa kushoto, anapooza upande wa kulia, mkono na mguu, jicho, nini, shavu, vyote vinapooza. Mshipa katika upande wa kulia, basi upande mwingine wa kushoto ndio unaumia. Mmeshanifahamu, yani mara sana huwa watu wengine wanapona, wengine basi wanakwenda akhera. Hata zurtumul maqabir, mpaka mkatembelea makaburi. Kalla, sasa sivyo waja wangu, kwa sababu mwisho wa hayo yote, saufa taalamuna, mtajua ukweli wa kwamba yale tulio yafanya hayakuwa mazuri kwetu. Thumma kalla, akarepiti tena, Allah asema, kisha nakataa tena, saufa taalamuna, na kuhakikisheni kwamba mtajua. Sio kujua kwa elimu, ni kujua kwa kujuta. Sasa hii kauli ya kalla haiji kwa starehe, inakuja kwa ghadhabu, ukumbusho mzito unaotisha. Kalla ya tatu akasema, sivyo hivyo. Allah anatupenda kweli.
Yani katika ibara hizi tatu na nakala tatu, wacha wewe, wacha mwanangu kufanya hivyo, koma usirudi, koma usirudi, koma usirudi. Maanake kitendo kile kina ubaya, kina hatari sana kwa yule mwanao au kwa yule ndugu yako au kwa yule rafiki yako au yule mtu ambaye unammiliki. Allah anatumiliki 100%, ndio maana hana kuchelea katika kutukosoa sisi waja wake. Kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin, mngelikuwa na elimu ya uhakika. Yaqin ni habari, ni mambo, yani reality, yani hakuna shaka katika yale ulioyaona au ulioyasikia au uliogusa, hizi hisia zetu zote. Yani ingekuwaje ya Rabbi? Aya inaendelea inasema, la tarauna aljahima, mngeuona moto wa jahannam mbele yenu. Maana masahaba radhiallahu anhum walikuwa kihadithiwa habari za pepo, wana imagine kama labda ni nyuma ya mti huo pepo hii iko pale, wakachume tunda, kwa ile imani ya kuamini hakika ya habari zinazotoka katika mafundisho ya Allah na maneno ya Allah tabaraka wa taala na ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakihadithiwa habari za moto kama vile alikuwa anahadithiwa habari za Masihi Dajjali na hatari zake, wanatoka wanaenda kuangalia nyuma ya mti, labda nyuma ya kuta kama hayupo, kwa sababu wanamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anayoyazungumza ni kweli na Allah tabaraka wa taala. Sasa hapa ndipo tunafaa kujua kwamba ilmu ya yaqini ndio ilmu sisi tunalazimishwa kuwa nayo, tusiwi na shaka na dhana. Hapana, muumini hawi mtu wa kudhani nadhani no, ukitaka kusema sema I'm sure, ninaamini, nina hakika. Ukitaka kufanya hakika wa kufanya kile kitendo, kifanye kwa uhakika wake. Mwisho wa aya au mwisho wa sura, thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im, mtaulizwa kwa neema ambazo mtakuwa mmezikusanya. Mada ni kuwa na uangalifu tu, angalisho, tahadhari. Hatukatazi, na repeat tena, hatukatazi kutafuta kazi, maisha, pesa, biashara na nini, lakini kwanza tafuta kihalali, halali. Pili, kwa muda utakuruhusu wewe uwe na ibada mbele ya Mola wako, sababu kule ndiko unakoelekea. Tatu, tumia zile mali, vile vitu fi sabilillahi sana, kwa sababu vile unavyovitanguliza sadaka nini, khairi, wema nini, ni kwa ajili yako kule uendako. Usifiki ukakosa wako kupokea mapokezi magumu. Hivyo unabaki na kile kidogo, wabtaghi ma ataka Allahu dara al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya. Usisahau fungu lako japo 70% utampa Allah tabaraka wa taala, unamwekesha Allah jalla jalalu. 30 unakula, unakunywa na kadhalika. Kuna watu wanaweka hela nyingi, zile unazoziweka ndizo ambazo unafaa kuzigawa mafungu mawili. Fungu la kwanza fi sabilillahi na fungu la pili akiba yako, kwa sababu hata kama umeambiwa usiweki sana, lakini weka kidogo. Mfano unapokea dola 200 au euro 200 au paundi 200, unachukua 100 unakula, 100 nyingine unachukua 70 unatoa sadaka, 30 unaweka, pengine unaweza kutokana na ghafla, dharura, usiendi kuombaomba. Jamani, na wewe unatumika na ungefaa kuweka. Kwa hiyo akili na busara, al-iktisadu ghina, economy ni utajiri, kwa sababu unakustiri kuombaomba, kukopakopa. Hiyo heshima utaikosa kama uko mtu wa kuombaomba na au ukiwa mtu wa kukopakopa. Kwa hiyo jitahidi kabisa, hata kama hakuna chumvi nyumbani, no way, tutakula hivyo hivyo, hakuna
Mtu atakufa. Kuna watu wana blood pressure, wanaisha katazwa chumvi miaka mingi, mbona wajafa? Au sukari hakuna, subirini, hapana kwenda kuombaomba kwa jirani. Mpaka Kigonga amekuja na sasa sijui mchele naomba kilo moja, sijui naomba sukari kidogo, sijui naomba hivi. Ala, hizo sio tabia za wanadamu wazuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha sana, akasema mtakapokuwa mnaombaomba, kila atakayeenda kuombaomba na ili hali hana haja ya kuomba, atakuja yaum alqiyama, atafufuka, walaysa fi wajhihi muzaatu lahmin, atakuwa hana kimnofu chochote cha kufunika mfupa wake. Utakuwa kama vile yale mapicha ya danger yale, mifupa tu, uso hauna pua, uso hauna macho, uso hauna midomo, meno tu labda na limfupa hilo. Kwa hiyo ni heshima kwako pia kwa familia yako. Tunaendelea aya ya mwisho katika mlango wetu, na aya ni nyingi kama alivyosema imamu wetu, wal ayat fil babi kathiratun mashhura. Aya ni nyingi kweli nyingi sana. Kwa kumalizia hii, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'ibun wa inna al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Hivyo baada ya surati Takathur ni surati ya Ankabuti aya 64. Allah anasema, na hakika na uhai huu wa hapa duniani ardhini si chochote ila ni lahun, starehe tu, mapambo, wa laibu, na michezo. Ama wa innal akhirata, na mwisho wa maisha ya hapa ardhini, akhira mwisho. Yani leo tuna miaka milioni na mamilioni, tunaendelea safari, na wale waliokuwa kabla yetu tumewarudilia, na sisi tuko tunaondoka, na watakuja baada yetu wataondoka. Safari inaendelea na umma na watu na nini na viumbe mpaka siku ya mwisho, akhir. Sasa ile akhira ndiyo Allah anasema lahiya alhayawanu, ndiyo uhai kamili usiokwisha, uhai mzuri. Lau kanu ya'lamuna, lau watu wangu, waja wangu wangejua. Tunajua Mola wetu, alhamdulillah. Wewe ndiye mtukufu, utukufu wote ni wako, sisi ni waja wako. Tunajua wengine tunapuuza, wengine tunakuwa ni wajinga wa kukujua wewe. Ama hakuna ambaye anaweza kuishi hapo ulimwenguni bila kufisha, na kufisha ni dalili ya kwamba nawe wewe utakufa. Kila mtu atakufa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Na hadithi ya kwanza ya mlango wetu anasema Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma al-ahadithu fa aktharu min an tuhsara. Hadithi ni nyingi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiwango ambacho hazihesabiki. Fanunabbihu, tunakumbusha, tunatanabahisha, bitarafin minha ala ma siwahu, kipande cha hadithi na nini, kinyume na yale ambayo ni mengine yatakayokuwa hayakusemwa. Sio kwamba zile hadithi ambazo hazipatikani hapa hazina maana, pana, zina maana, lakini kitabu ni kidogo. Kwa hiyo vitabu ni vingi, waweza kushughulika katika kufanya research zako upate zaidi. Naam, tunaanza sasa na hadithi ya kwanza 457. Sawa. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. Hadithi hii kama mlivyoona, Abu Ubaida, baba Ubaidi, jina lake ima ni Amir ibn Abdillahi au Abdullah ibn Amr. Hapa kuna shaka kidogo, lakini hili ni moja tu katika shaka, ni jina lake hilo, Abdullahi ibn Amir, Allah mridhie. Na huyu alisifiwa na Mtume SAW, akapewa cheo katika ummati wa Mtume Muhammad SAW, ndiye secretary general wa kwanza wa umma huu. Usisikie eti wengine wana masecretary general wametoa huko kwa Mtume Muhammad SAW, walikuwa wajui. Kuna ma coordinators, kuna ma secretary, kuna nini, vitu vingi sana. Secretary huyo kazi yake ni mambo ya secret zote, siri zote. Kwa hiyo anatuambia kwamba Amr ibn Auf radiyallahu anhu al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Ar-Rasul alimtuma kama ilivyokuwa kawaida yake, anatuma wajumbe wake huku na kule kwenda kufanya kazi alizowaamrisha kufanya. Sasa huyu Abu Ubaida huyu radhiallahu anhu akatumwa wapi? Bahrain. Leo mkiangalia katika ramani, karibu na Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, nini pale Saudia, ni mahala ni ardhi ambayo iko katika makutanio ya bahari mbili. Ndio maana ardhi hii kaitwa al-Bahrain, Bahrain. Na nchi hii wakati ule watu walikuwa wanaishi pale, walikuwa wanatoa jizya. Jizya maana yake ni watu wanatoa chochote kwa ajili ya usalama wao, wanaipatia serikali inayowalinda. Hadi leo mambo yapo. Kwa hiyo ikafikia wakati mzuri wa kukusanya hii jizya, yani hizi kodi. Akamtuma huyu huko mbali sana, unatoka Maka, unatoka Madina, unapasua Saudi Arabia yote upande wa pili, zaidi ya kilomita 1000. Zamani walikuwa watifu, mashaallah. Na ndio maana Mtume sallallahu alishinda mambo yote, kwa sababu alikuwa na masahaba watiifu. Ukiwa una masahaba wasiokuwa watiifu bwana, utafeli. Basi
Fasami'at al-ansaru, baada yeye kutoka kule na mzigo akaleta kufikisha kwa Mtume sallama, maanswari wakapata habari. Mistungi mashairi ni maanswari wanaitwa maanswari, wale waislamu wa Madina wakapata habari kuna mali zimetoka Bahraini. Waliokuwa mjini pale Madina na walikuwa pembezoni mwa Madina wakapigiana habari, wakatumia simu na nini, jamani kuna riziki. Basi wakamwendea Mtume sallallahu, yeye akawaona akajua kwamba watu wametoka mbalimbali vijiji, wamesikia habari, sasa wamekuja kuswalia na mimi alfajiri ili kabla vitu havijagawiwa wawepo. Mtume sallallahu akawaona kwenye swala yake alfajiri, akatoka zake. Alipotoka wakamfuata, akamwambia mambo vipi? Akatabasamu kwa najua masahaba wake wale wana njaa na wameshapata habari kwamba chakula kimekuja. Akawauliza na huku wanajua, akawauliza akasema, adhunnukum sami'tum anna aba ubaidata qadima bishay'in min al-bahraini, ninaamini mmesikia kwamba baba Ubaidi alikuja na chochote kutoka Bahrain. Faqalu ajal, faqalu ajal. Ajal maana yake ndiyo. Waliposema ajal, kuna namna kama tatu hivi za kuitika. Kuna balaa, kuna naam na ajal. Ukimsikia mtu ameitika kwa tamko ajal, ni uhakika wa habari, na vile vile heshima kwa yule ambaye amekuuliza swali, sio tu mtu wa kawaida. Ama naam, waweza kuitika kwa kumjibu mtu, una habari fulani, naam, umesikia, awe mdogo mkubwa awe yani naam inatumika kwa kila mtu, lakini ajali haitumiki kwa kila mtu. Ama balaa, balaa naam sio balaa kwa Kiswahili, na balaa kwa Kiarabu ni tamko linatumiwa pale kunakuwa kuna suali, alaysa Allahu biahkamil hakimin, hivi je Allah si ndiye yule mwenye hukumu zilizokuwa kamilifu, ahkam tena zaidi kuliko mahakimu wote. Hapa huwezi kuitika naam wala huwezi kuitika ajal, tumia tamko maarufu ni balaa. Hakika halina ubishi wala halina zaidi wala chini wala juu, limetimia kabisa, limetimiza vizuri, yani kutokana na mazungumzo yenyewe. Basi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawaambia, faqala abshiru, bushra tushasema ni habari njema, kama kuzaa, kupata chochote nini, mambo mazuri. Sasa wewe kama huna habari au kuna mtu anakuja kukupa habari itakayokufurahisha, wanakupa bushra. Kuna watu wanaitwa to bushra, lakini sijui ameshafika duniani mtoto anaitwa bushra, atakuja kukufahamisha nini wewe baba na mama? Naam, abshiru, mweni na matumaini mazuri, wa amilu, na muwe na urahisi wa kuamini, muwe tayari. Amal ni kutaraji vizuri. Ma yasurukum, yale mtakayasikia na kuyaona, yale mmesikia na kuyaona, mtaona vitu vya kukuridhisheni. Yasurukum, mtafurahi. Fa wallahi, lakini kabla ya kuwapa dunia anawatahadharisha nayo, anawatahadharisha na dunia, anawaambia
mal faqra akhsha alaikum, siogopi kwenu, siogope kwenu umaskini. Waweza kuwa maskini ukavumilia, lakini jambo ambalo ni hatari kwenu, mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum, naogopa Allah asija akawafungulieni akawapanulieni dunia. Tumesema kama ni jana na juzi, leo kuna petroli ilikuwa hakuna, leo kuna mambo ya magezi haya, madini ya ajabu ajabu yanatoka mbali kila mahali. Leo ulimwengu mzima una utajiri, watu wanapigania, wanauana kwa ajili ya utajiri. Yani ardhi imesambaa, imejaa utajiri. Na hapo dunia ikishasambazwa ikajaa utajiri, kama busitat ala man kana qablakum, kama walivyopewa waliokuwa kabla yenu, fatanafasuha, wakashindana wakakimbizana nayo hiyo dunia, kama tanafasua nyinyi nao mtashindana kama wale jamaa zenu. Fatanafasuha, mtakimbizana, mtakimbia nyuma ya dunia hiyo kama walivyokuwa wamefanya watu wa kabla yenu. Fatuhulikakum, hizo mali, hiyo dunia, hayo mambo, huo utajiri wa kuzidia utawaangamizeni, kama ahlakatum, kama ulivyoangamiza waliopita kabla yenu. Muttafaqun alayhi. Maimamu wetu wakubwa al-Bukhari na Muslim ndio waliotusahihishia habari hii tukufu kutoka kwa mtume wetu mpendwa, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naamini tumepata habari za mwisho wa mwaka ule tulioanza, ndio huu leo tunamalizia. Dakika zimebaki ni 8. Tumeshazungumza huko mwanzoni kwamba tunaomba fikra zenu. Je, kuna nini tulichokikosea ili tuweke vizuri, turekebishe, au ni nini mnapendekeza ili tuzidishe uzuri wa darasa letu? Kama kuna kitu kimekosekana kipatikane, kiwekwe. Kama hiyo kipo, mashallah, kizidishwe. Hiyo ndiyo fursa ya leo. Tumemaliza mapema kwa ajili ya kuzungumza kidogo. Karibuni wapendwa, kina baba, kina mama, kina kaka, kina dada, vijana kwa wazee. Leo sitaki ukimya, leo hakuna ukimya. Wa kwanza ameweka mkono juu, karibu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo? Hatujambo kidogo, alhamdulillah. Mimi nilikuwa naulizia kuhusu jinsi gani tutafufuliwa yaumul qiyama. Kabla kufufuliwa na nyama zetu au tutakuwa tuko kwenye mifupa tupu? Watu watafufua, watu wazima bwana. Tutakuwa ni wazima, mwili umekamilika. Kama vile ulivyo ndivyo utakavyofufuka, lakini mwili wa akhera sio mwili huu wa duniani. Ndivyo tumezungumza hapa katika kufahamishana tofauti ya mwili unaozikwa na ule utakaofufuka. Ni tofauti sana. Naam. Allahu lipe kheri Sheikh wetu, na akupe ilmu marhaba ya ziada, nyote na akupe ucha Mungu na mwisho mwema. Nyote amina, nyote sote amina. Amin. Na mwaka mpya. Hatuna mwaka mpya sisi, mwaka wetu tuko mwezi wa Rajabu sasa. Naam, naona mikono. Hamida sister, nani ameanza wa kwanza? Sijui. Mimi ndo nimeanza. Marhaba. Haya. Naam, nilikuwa nataka kuambia, bon après je sais pas trop Kiswahili, lakini kwa kifupi nilikuwa nataka dire merci beaucoup. Mwenyezi Mungu aendelee kuwazidishia ilmu ili na sisi tuendelee kufaidika na tuwe tunafundishana wengine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbe sawa, wewe hauna cha kupunguza kuongeza? Hey, na hapana, alhamdulillah. Amina. Amina sote, na nyinyi pia Allah wajalieni vijana mpate elimu mtakayoishi nayo na mtakayoisomesha wengine, kama masahaba vile wanaombewa dua kila siku, radhiyallahu anhum, na nyinyi
muombewe radhiallahu anhum wote. Asante sana. Karibu bibi dada sister. Asante, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mimi natoa shukrani zangu nyingi sana kwa umoja huu mliofanya na sisi, japo tuko mbali, lakini tunafaidika kwa mawaidha. Naweza kuita mawaidha au katika darsa hizi nzuri sana. Mashallah. Mko wapi? Sioni Mbali wapi? kilichopunguka. Sasa na sio mbali hivyo, niko Denmark. Denmark. Niko Denmark. Mashallah. Mashallah. Sasa naam, mara nyingi katika darsa zako unatumia neno muttafaqun alayhi. Sasa leo naona maneno mengi umetupa tafsiri. Tafadhali nisaidie, maana nakisia tu labda umekusudia hivi, lakini nataka kujua ule undani wake. Maana yake nini? Muttafaqun alayhi ni tamko la kiilmu ya hadithi. Na ulama wa hadithi walikuwa wanapokea kutoka kwa watu mbalimbali. Kuna mfumo mmoja unaanzia kusema rawahu fulani, yani hadithi imepokelewa na fulani, mwanamume tu. Katika wale wa ulama waliokuja baada, nende rawahu maana yake ni usahihishaji, ni yule aliyepata habari za Mtume SAW akazifuatilia, akasafiri kwenda kutafuta uhakika. Sio maswahaba hao. Maswahaba ni kule juu, an fulani. Taib. Mwishoni wa hadithi ndio tukapata mfumo wa pili, muttafaqun alayhi. Hawa watu wawili hawabo, al-Bukhari na Muslim, Allah alishawapa pepo. Mimi nawaombea tu kuwazidishia tu neema huko peponi. Amin. Walifanya juhudi, masharti magumu, ili mtu asithubutu kumsingizia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna tabaka tatu. Tabaka la kwanza, kuna wasahihishaji wakali mpaka hadithi zingine sahihi walipoona hazikubaliani na masharti yao, kwa kuzichukua zile kauli wazinasibishe kwa Mtume SAW, na huyu mtu anatua lakini wakamkatalia hadithi, wakawakatalia hadithi zao, wakaitwa wale wenye msimamo mkali, mutashaddidun. Pili, kundi la mutasahiluna, maana wale waamba kasema qala rasul, sawa sahihi, qala kasema sahihi, hata hadithi zikiwa mbovu. Yani ubovu wa hadithi sio zile habari za Mtume SAW, ni wale waliozizungumza zile habari baada ya maswahaba na kadhalika. Ndio pale watu walikuwa wanachunguzana kitabia, mtu akiwa na ujanja hawapokee hadithi. Akiwa wanasema ikiwa kama anafanyia watu ujanja, yaweza kumsingizia Mtume SAW. Wengine wale wapuuzi wakasema bana, tunachukua tu tunamwaga sokoni. Kukaja tabaka la katikati linaitwa al-mu'tadilun, waliokuwa na hali ya katikati, si wakali sana wala si wale wakupuzia, wakiwemo hawa wazee wetu wawili, Imamu al-Bukhari na Muslim na wengine. Sasa kutokana na sharti zao hawa wawili kuwa nzuri katika kuzisahihisha hadithi za Mtume SAW, kuna watu kuaga, tumewahi kusikia miaka tuko vijana wadogo, maneno Mtume SAW hayawezi kuwa dhaifu. Naam, hayawezi kuwa dhaifu. Sasa naongea wahi bana. Na Allah anamchunga kila mara, Jibril yuko karibu yake. Sasa lakini wale masahaba walipeleka zile habari kwa watu wote mashariki na magharibi, lakini waliopokea zile habari wote si wacha Mungu kwa namna moja. Sawa, wacha Mungu nazidiana. Vile Allah alivyotoa nguvu za kuhifadhi, wanaitaga hafidhun thabitun thabtan, yani ni watu wakihifadhi, wanahifadhi bila sijui nadhani sijui nini. Hao ndio wakina al-Bukhari hawa na Muslim. Kama mnakumbuka, nilitoa kisa kimoja cha Imamu al-Bukhari. Huyu alikwenda rahimahullah Baghdadi
kutokea kwao huko nyuma Bukharistan. Niliwahi kuzungumza wakamkusanyikia watu maulama wote wa Baghdad. Naona yeye si katika wale masahaba wala watabina, nyuma kidogo. Lakini Allah alimjalia nguvu ya kuhifadhi kama siwezi kufanisha kompyuta, muujiza tu. Sasa yeye na mwenzake Muslim wakasifika kwa sharti nzuri, bila ukali, bila udhaifu. Walipokutania kwenye habari hii, hadithi ikaipokea Muslimu na ile kaipokea Bukhari, na wote unasikia ni Bukharistani na Muslim kutoka nyuma Khurasani huko, wote si Waarabu wakawa wameonekana ndio namba moja katika upokezi wa hadithi. Hii ndio sifa kubwa, au haya ndio martaba, huu ndio mustawa wao, level yao kubwa sana. Wa maamumu wengine na wapo walimu zao na wanafunzi wao, lakini umma ulipendelea hawa, wakaitwa pamoja waliokubaliana, muttafaqun, wamekubaliana alayhi ala alhadithi, ala alhadithi, wamekubaliana kwa ile habari ya hadithi, huyu na yeye, japo kuna mmoja anaweza kupata zaidi kwa mwingine ili hakupata, wanasema riwaya yake, upokezi wake, yani amekutana na faida zaidi kuliko ya mwingine, lakini ile waliokutania wote wawili lafdhi moja ikaitwa muttafaqun alayhi. Alayhi. Naam, ala ni hadithi, alayhi ni ile hadithi au ile habari waliokutania wote wakati mmoja wakaipata wote vizuri. Naam. Tumeelewana vizuri sana. Allah kubariki. Sababu mara nyingi tunasikia wenzetu wanatuambia hii hadithi Bukhari, hii hadithi sahihi, hii hadithi nini. Kwa hivyo sasa hivi ukisikia muttafaqun alayhi, tena haina doa hiyo. Haina doa kabisa, yani namba moja. Hiyo namba moja. Asante sana. Pia nikuongezeni kidogo utamu, manake katika elimu yangu nimesomea mimi hadithi hivyo. Kwa sababu nilipopambana na mashia wakaniletea hadithi za hovyo hovyo, nikawa na shaka. Sasa sina uwezo wa kuzigundua kama ni hadithi sahihi mbovu. Anza kule. Naam. Miaka ile 81 hivi. Basi hao mashia wakaleta habari za uongo hazikubaliani na akili wala na aya wala na hadithi. Mimi nikasema nitajuaje sasa ikiwa kama ninataka kulingania, lazima nikajue hizi hadithi. Qur'ani haina matatizo. Hakuna anaweza kuongeza wala kupunguza. Ama huu uwanja unatisha. Basi nikamwambia wa jamaa, unasema Ali ni nyumba ya mtume, ni nyumba ya ilmu, eti Ali ni mlango. Manake Jibrili hawezi kuja kwa mtume sallama kumpa aya au sura mpaka Ali aruhusu. Mtoto miaka 10 wakati mtume sallama anapata wahi, tawezekanaje bwana? Pili, nikamwambia hivi, unaamini kwamba inawezekana inaingia akilini mtume sallama hana ruhusa ya kutoa mawaidha wala kutoa darsa wala kufundisha watu aya zimemshukia wala habari anazoziona? Aliruhusa. Mlango maana yake nini? Kaambia hata kama sijawa specialist wa hii ilmu, hii fani hii, lakini no, inshallah mimi nikifika Madina nitafanya research alafu nitaleta hizo habari. Niliporudi alinikimbia yule jamaa kwa sababu nilikuwa nimeshapata vyombo, lakini baada ya kumaliza secondary school nikasema ya Rabbi, nataka kwenda tu kwenye hii kitengo kikubwa cha ilmu ya hadithi. Ndio sababu na kufahamisha bila wasiwasi wote, miaka 4 ya kujifunza haya mambo. Utamu nilitaka kuzidisha ni upi? Ni kwamba hawa watu waliopokea hadithi za Mtume SAW, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliahidi kwamba ameteremsha Qur'ani na mfano wake kama alivyosema Mtume SAW, wa atiu Allah wa atiu rasula, sana zimu mumtii Allah na nani na mjumbe wake. Na mjumbe ana kauli mbili, kauli ya kwanza ni ya Allah na kauli nyingine inatoka kwake kama yeye mwanadamu, lakini ni wahi, wa ma yantiqu anil hawa,
haongei anayotaka, bali in huwa ila wahyu yuha. Sawa. Naam. Kwa maana hiyo, na maneno ya Mtume sallallahu ni wahi. Akasema Mtume sallallahu utitu alquran wa mithlahu ma'ahu, nimepewa Qur'ani na mfano wake pamoja na Qur'ani. Maana yake zile hadithi hizi tunazozisoma, japokuwa katika zile hadithi kuna qala Allah Ta'ala, inaitwa hadithi al-Qudusi. Hii ni martaba au degree ya pili baada ya Qur'ani. Degree ya tatu ni mafundisho Mtume sallallahu ile qala Rasulullah sallallahu mwenyewe. Kwa hiyo hapa ndipo palipokuwa na ziada ya mambo mengi. Ni elimu pana sana, ndefu sana. Kuna elimu ya kuwajua wapokezi wanamume, wametembea ulimwengu mzima wakausakata kwenda kutafuta. Huyu amezungumza hadithi anapatikana Misri, na mimi niko India, basi nafunga safari kumtafuta huyo. Nauliza mji wa Misri, nchi ya Misri, popote alipo jamaa huyo anampata. Anaangalia maisha yake, anauliza majirani, unaona, ili hakikisha kwamba ana tabia njema, ni mcha Mungu katika maisha yake. Pia anajulikana mtu mkweli, hana utapeli, hana tabia mbaya. Hivi ndivyo elimu ilitakaswa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaumba vijana wakina al-Bukhari na Muslimu na wengine, Mungu awaradhi, wakapigania. Na huyu al-Bukhari aliota Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia dhib anni, yani endelea, unasugua, unasafisha hadithi zangu, mafundisho yangu. No, yani sio mtu wa kawaida, na Allah alimjalia kichwa cha kuhifadhi, sio kichwa, astaghfirullah, moyo wa kuhifadhi hifadhi kubwa sana, kiwango ambacho watu walimvika vilemba kweli kweli Warabuni kule miaka ile, miaka yao. Naamini ni somo kubwa sana. Nilitaka tu, na mimi naona somo kubwa inafaa tupate wakati wa peke yake, kwa sababu mara nyingi utasikia kasema Muslim, kasema nani, lakini uko unajua ule uzito wale watu wanavyotafuta hadithi. naam, Kwa hivyo utafikiria zaidi. Maana mimi ilifika siku, Mungu anisame, nawaambia wenzangu, maana kushambo akasema Muslim tena husemi kitu nishafika. Sasa mimi nasema jamani, iko siku moja bwana atakuja kutusuta huyo. Maana kila mtu kasema Muslim, kasema sijui nani, Bukhari, Muslim, ukishakuambia hivyo usemi kitu. mashaallah. Mimi naambia iko siku moja atakuja kutusuta huyo bwana. Maana unaona mambo mengi yanazuliwa. Kumbe iko hadithi za kutosha. za kuweza tukuwafahamu hawa watu na vyao na utukufu wao waliopewa. Hakika walikuwa ni watu wakubwa sana, ya Allah. Kubwa, tukufu kweli. Naonesha kazi nyingi wamefanya. Tena hawakuwa wanalala hawa usiku na mchana maisha yao yote. Subhanallah. Hata huyu mwenyewe alituandikia kitabu kwa kukosa muda, hata kuoa alikufa bila kuoa. Analala. Ana hurulaini huyo. Wapo wanamsubiri huko tayari. Naam. Nashukuru sana. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Naam, kuna mkono wa ondoa maiki yako. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tunashukuru sana kwa darasa yako. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, japokuwa hatujage mara nyingi, lakini tukipata muda tunaprofite kusikia. Allah akubariki kwa kila jambo. Amina. Amina, amina, amina. Yeah. Swali langu, niko na swali mbili. Kwa hiyo wakati wa kupongezana kwa watu wanaswara, wanakuambia happy new year. Hikma unaweza ukajibia aje? Hiyo ni swali ya kwanza. Swali ya pili, ili umesema watu wasiombeombe. Inaweza katokea mtu kwenye familia, iko na familia kubwa lakini hana uwezo, inafikia wakati wa maminervale ya watoto, anatafuta msaada kwa wandugu. Na hapo inakuwa ni makosa? Akiwa hana na haja, huyo anaomba kwa kuwa amezidiwa. Sio kama yule anaomba na vingine anavyo ndani. Okay.
Na kwa jirani kama umekuwa unapika, tuseme par exemple wa mama, unajikuta umesahau kununua chumvi, kwenda kuomba haijawa kosa hiyo? Mimi sikubali, kwa sababu ukianza kuomba chumvi, utaomba sukari, utaomba mkate, utaomba mchele, utaomba nini, inakuwa ni moja katika tabia inakwenda inakuwa au zinaendelea. Muhimu ni kuwa tu vumilia, kama umesahau, kesho inshallah utanunua chumvi. Hiyo siku ule bila chumvi, kwa hiyo siku moja haidhuru, lakini kwenda kuomba inadhuru. Okay. Nimeelewa Sheikh. Nashukuru. Shukran. Ama kuhusu sijui wale Wakristo wanaosema sijui Merry Christmas, sijui Happy New Year, unamvuruga tu yani, so sio Christmas, ni idi ya ukweli, ni idi ya biashara, na ni uongo katika mafundisho mengi, vitabu vingi, encyclopedia nyingi zimeonyesha kwamba si kweli. 25 is wrong, ni uongo. Na vile vile 25 hiyo inafuatana na hiyo Januari 1. Uongo mtupu. Hakuna mwezi unaanzia hivyo. Ni kama vile vile na kila mara nakumbusha mwezi wa tarehe 28 hakuna, lakini kuna Februari na wakati kipindi fulani inaanguka tarehe 28 ndio mwisho, au 31 kama vile Januari nini kadhaa. Hamna mwezi wa tarehe 31. Kwa ni uongo wameupanga, alafu wametumia nguvu zao, wamejitahidi kuwa na nguvu za silaha, nguvu za media, nguvu za elimu, nguvu za research, nguvu za kila nguvu, ili watu wawafuate kwa nguvu. Sasa nguvu zao zimegeuza uongo kuwa ukweli. Sasa sisi hatufai kushirikiana nao katika uongo wao, ila unawakwepa tu ili msigombani wala msitukiane. Kwa hikma kama hata nakwambia mwaka mpya, unaweza kumwambia, ni example na Tauda na amesema asante, lakini sisi hiyo sherehe haituhusu, lakini unatia asante. Kwa sababu hakuna maana ya kugombana bure tu. Asante. Nashukuru. Barakallahu fika. Kuna mkono mwingine naona, wanafunzi wa zamani wa mwanzoni kule, mbona mmekaa kimya na kuoneni wengine mmeridhia? Kina Haji Maka, kina dada Fidea na wengine zamani. Naam, assalamu alaykum ustaz. Wa alaykum salaam bwana Rajab. Salaam. Naam, shukran ustaz bwana kwa kutupa vitu. Alhamdulillah, tunashukuru kwa kutupa elimu, tunafahamu na kila kitu, na Mungu akujalie kila kheri bwana. Kwa mimi naona hakuna upungufu wote. Shukran. Kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Alhamdulillah. Mungu akupe afya njema, akupe uwezo mzima. Sote. Shukran, barakallahu fikum. Naam, assalamu alaykum ustaz. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair. Sote amina. Amin sote. Amina. Naam Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa barakatuh bwana technician. Na pia upande wetu na sisi tunatoa shukrani za dhati kuona siku zote hizi mambo yanaenda sawa, alhamdulillah, bila mapungufu yoyote. Alhamdulillah, tunaomba Allah ajalie afya njema sote na uhai kuweza kudumu na jambo letu hili la kheri, alhamdulillah. Amen. Ya ujumbe mfupi ambao tumependa kuwajulisha kwamba Allah akipenda siku ya Ijumaa darasa letu la sira linaendelea kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina insha Allah taala tarehe 2 biidhnillah. Ndio ujumbe wangu ambao na mimi nimependa kufikisha kwa muda huu. Muda ule wa saa 12. Naam. Lakini sasa tujitahidi ile linki au tangazo liwafikie wengine ambao hawana namna kulipata, kwa sababu hiyo imeshatokea mara ya nyuma mwezi jana. Tangazo sijui Ustadhi Faisali katika magrupe yao wengine
wanayo hiyo link, wengine hawana. Sasa ni mmoja katika watu waliokuwa katika grupe la upande wa kwa Sheikh Faisal. Sijui tutafanyaje kama Ustaz Faisal anatusikia. Naona hayupo. Basi ala kule hali ujumbe tutamfikia ili tusilaumiwi. Hilo nimesha inshallah tutafanya iwezekanavyo. Shukran. Barakallahu fikum. Kwa hiyo tunaomba dua. Tutaendelea kushare na kwa wengine inshallah. Allah wabarik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا محمد وعلى الذين يتبعون سنته. اللهم اجعلنا ممن يتبعون سنته ممن يرتدون بزينة العلم. اللهم تجعليه vazi العلم، vazi la hikma، vazi la heshima، vazi la nusra، vazi la busara، vazi la afya، vazi la kuheshimiwa، vazi la kufanikiwa. Allahumma umri ni mdogo, tubariki zaidi katika yale ambayo bado hatujafanikiwa yaendelee vizuri, na yale tumeshafanikiwa Rabbi tupokelee huko akhera, uandike katika vitabu vyetu na mizani ya yetu tunayasema mema na tunayatenda. Allahumma tujalie kila la kheri, familia zetu zipate kheri zote, neema zote duniani na akhera, tukutane sote na familia zetu, wazazi waliotangulia na wale ambao waliojaliwa kufa Waislamu, tukutanishe ya Rabbal Alamin akhera katika pepo yako, turidhiwe na utufurahie hapa duniani, na sisi tuishi vizuri, tumalize maisha yetu vizuri, tusidanganywi, tusiangaishwi na uhai wa dunia, tuiweke dunia mgongoni mwetu, akhera yetu na dini yetu tuviweke mbele yetu, kwa sababu ndimo mlimo nusra yetu. Allahumma salli wa sallim tena ya Rabbi, peleka rehma na amani kwa mjumbe wako, alifikisha ujumbe, sote tunashahidilia kamili kabisa. Muhammadin na familia yake takatifu, ibariki na masahaba wake, wabariki na familia zao, na waulama wetu wote hawa walioshughulika wakalala usiku kucha mchana kutwa wanahangaika kutafuta ilmu, ili na sisi tunanufaika kwa juhudi zao ya Rabbi. Tukutanishe na walimu zetu peponi na wanafunzi wetu wema. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ya Mwenyezi Mungu tupokelee, wewe ndiye mwenye kusikia na mwenye kupokea. Allahumma tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Tusamehe kwa makosa tunazokuwa tuliyasema tukayatenda, wewe ndiye mwenye kusamehe makosa na kufuta madhambi ya waja wako. Allahumma ja'alna minal maqbulin, tujalie katika wale waliowapokelea mambo yao, wala tajalna minal mardudina, wala tujalie katika wale waliowarudishia habari zao, wala tajalna alaihim wala minad dhalin, wala tujalie katika wale waliopotea na wale ambao waliokasirikia. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.